Amen. Hilo ndilo neno la Bwana, kama vile ambavyo nimetangulia kusema ya kwamba usije ukamsahau Bwana Mungu wako baada ya kustawi, baada ya Bwana kukuongeza, baada ya Bwana kukustawisha na hata kupanua hema yako, atakapokuongeza kifedha, kidhahabu, kimifugo, ng'ombe na mali zitakapoongezeka na baraka za Bwana zitakapokuwa nyingi juu ya maisha yako, Bwana anatoa wito kupitia neno lake ya kwamba usije ukamsahau, kwa kuwa yeye ndiye Mungu wako ambaye amekuongoza na kukusaidia katika maisha yako, na hadi umbali huo ambao umefika, Bwana ndiye amekuwa msaidizi na msaada wako. Hiki kitabu cha Kumbukumbu la Torati ni kitabu ambacho kilinakiliwa na Musa mtumishi wa Bwana katika karne ya 14, na katika sura ya kwanza utaweza kuona wana wa Israeli wakizunguka kwa muda wa miaka 40 katika ule mlima wa Sinai kwa sababu ya dhambi zao na kwa sababu ya ile makosa ambayo waliokuwa wameifanya, ili naye Bwana akakasirika na moyo wake ukadhaabishwa na kile kitendo ambacho hawa watu walichokuwa wamefanya. Na tunaona Bwana ameachana na wao na wamezunguka sana katika ule mlima, ili ya kwamba litimie lile neno ambalo alinena na Musa mtumishi wa Bwana katika kitabu cha Hesabu sura ya 14 kutoka aya 21 hadi 29. Utasoma uone Bwana akimwambia Musa, kwa sababu Bwana hao alileta ujumbe ambao ulisababisha Bwana aonekane kana kwamba si mwaminifu. Bwana alikwisha kughadhabika na akasema ya kwamba kutoka wote walio miaka 20 kuendelea hakuna mmoja wao ambaye atakayeweza kuingia katika ile nchi ya agano. Na tunaona Bwana amewaachilia wote wafe pale katika jangwa ya Sini na katika mlima ule wa Sinai. Kwa hivyo ile safari ilikuwa ni ya siku 11, watoke pahali ambapo walipokabili katika mto wa Yordani, waweze kuingia katika ile nchi na waweze kuona wema wa Bwana na Bwana atimize ahadi zao. Lakini kwa sababu ya shingo zao kuwa ngumu, Bwana aliwaachilia, na Bwana amesababisha watu hawa waangamie pale jangwani. Na Bwana sasa, baada ya mambo yote, sura ya 2 inaelezea, basi Bwana akanena na Musa na akamwambia ya kwamba watu hawa wamezunguka sana katika huu mlima wa Sinai. Sasa imetosha, waonyeshe njia iliyo katika pande ya mashariki, waishike na waelekee katika nchi ya ahadi. Na kumbuka ya kwamba wamekufa sana katika lile jangwa la Sini, kwa maana Bwana hakuwa pamoja na wao na uwepo wa Bwana ulikwisha kuondoka. Na sasa tunaona katika sura ya 3 neno la Bwana likituonyesha basi Musa mtumishi wa Bwana naye lazima afe, kwa sababu alionyesha watu hawa kana Bwana aliyewakomboa si Bwana mwaminifu. Na neno la Bwana latuonyesha ya kwamba walipokuwa mahali pale, Bwana anampa Musa masharti katika aya 21 kitabu cha Kutoka sura ya 3 ya kwamba muite Yoshua na mtie nguvu, kwa maana ndiye atakayechukua hatamu ya uongozi badala yako, kwa maana wewe hautaingia ile nchi kwa vile ambavyo wewe na Haruni mlivyofanya. Na unaona neno la Bwana hapo likisema, basi walipokuwa wanazunguka katika ile jangwa, Bwana akamuua Haruni na yeye hakuwako tena, kwa maana Bwana aliapa Haruni na Musa asimwage. Lakini Musa amepata nafasi ya kumuomba Bwana na kumlilia. Aya 21 hadi 29 utaona vile ambavyo Bwana ananena na Musa, na Mungu anamwambia Musa, imetosha na usinikumbushe yale maneno, kwa maana niliapa na mimi ni mwaminifu ya kwamba na kwa kuwa wewe hautaona ile nchi, basi ukwee mlima wa Pisga, upande pale katika kilele cha ule mlima na utazame nchi ya Kanaani kwa mbali. Nitaizogesha mbele zako katika upande wa magharibi, na utaona uzuri wa ile nchi kama mtu ambaye ameingia. Lakini kwa sababu niliapa ya kwamba hautaingia, wewe hautaingia. Basi Musa akamwendea Yoshua na akamwambia Yoshua maneno ambayo Bwana alinena na yeye, na hata anamwambia ya kwamba
Bwana amekwisha kuniambia ya kwamba mimi sitaingia katika ile nchi ya Kanaani kwa sababu ya dhambi zenu na kwa sababu ya makosa yenu. Ni nyinyi mliosababisha roho yangu imuasi Bwana aliyeniita. Na Musa anajieleza mbele ya Yoshua na anamwambia vile ambavyo Bwana ameamua na hata vile ambavyo wamekubaliana. Na sasa amemuita Yoshua na akamtia nguvu kama vile ambavyo neno la Bwana lilivyokuwa limemuagiza, ili kisha baadaye yeye pande katika ule mlima wa Bwana akafa mahali pale, na yeye Yoshua ashike zamu za uongozi na utawala, awafikishe watu hawa katika ile nchi ambayo Bwana alikwisha kuambia. Basi Yoshua amesikia maneno ya Musa, na Musa amemwambia ya kwamba kama vile ambavyo Bwana ametembea na mimi, amenihakikishia ya kwamba atakwisha kutembea pamoja na wewe. Basi Yoshua mwana wa Nuni akajitia nguvu, kwa maana Bwana alikwisha kumhakikishia ya kwamba atatembea na yeye. Sura ya 4 hadi ya 6 ni Musa akirudia maagano na zile sheria ambazo Bwana alikwisha kumpa juu ya wana wa Israeli, na anawahimiza ya kwamba kuna umuhimu na kuna haja sana yao ya kumtii Bwana na hata kumwabudu Mungu peke yake, kwa sababu huyo ndiye Mungu na kando na yeye hakuna mwingine kama yeye. Ndiposa mada kuu ya neno la Bwana siku ya leo ni ya kwamba usije ukamsahau Muumba wako na Mungu wako. Yeye ndiye Bwana ambaye amekusaidia ubali huo ambao umefika. Na katika sura ya 7 Musa amenenewa na Bwana na anakumbusha nyumba hii, na hata anawaambia ya kwamba sio ya kwamba mlikuwa wema na sio ya kwamba mlikuwa wenye haki, hamkuwa wengi, hamkuwa bora, na hata hamkuwa mnafaa machoni pangu, na hata sio kwa sababu nyinyi ni wengi, kwa maana nyinyi ndio wachache katika kabila zote zinazoishi katika nchi ya Kanaani. Na unaona mahali pale ya kwanza hadi ya 6 vile ambavyo Musa ananena na watu hawa, na anaonyesha ni kwa sababu Bwana aliwachagua vile ambavyo walivyokuwa na vile ambavyo Bwana alipendezwa na wao baba zao za kale. Lakini hili taifa lilikuwa ni taifa la waasi ambao watu hawakumpendeza Bwana, lakini Mungu amewachagua ili ya kwamba waweze kuwa taifa teule, uzao mtakatifu, milki ya Mungu Baba, ili ya kwamba katika maisha yao wampe sifa na utukufu Mungu mwenye enzi, Mungu ambaye ni baba wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Na tunaona sura hii ambayo tumesoma, sura ya 8, Musa ananena na watu hawa na anawarudia masharti na agano ambazo Mungu amenena na wao. Na tunaona Bwana amenena ya kwamba kwa sababu anawastawisha, anawarejesha na hata anawainua wasije wakamsahau Bwana. Anawaambia na kuonyesha umuhimu baada ya wao kuongezeka, watakapojenga manyumba na waishi mle ndani, wasije wakasahau Muumba wao. Watakapokuwa wamefaulu katika maishani, watakapokuwa wameshindaniwa katika mikono ya maadui zao, wasije wakamwacha Bwana. Na tunaona Bwana anawakumbusha na hata anawaambia ya kwamba muikumbuke safari yenu kutoka nchi ya Misri, kwa sababu Bwana aliona kana kwamba wamesahau vile ambavyo uwepo wake, vile ambavyo nguvu zake zilivyotembea pamoja na wao. Na labda hata nawe mtu wa Mungu siku ya leo, kuna uwezekano ya kwamba umesongwa na hali siku ya leo, labda uko katika maumivu na labda umesahau mahali ambapo Bwana amekutoa. Kuna vita ambazo zilizokutangulia na ambazo Bwana alikushindania. Ulikuwa katika hali mbaya kuliko hii ambayo uko nayo kwa sasa, na Bwana Mungu wako alikushindania. Ndiposa Bwana anakuhimiza ya kwamba utakapotoka katika hali hii ambayo uko nayo kwa sasa, usije ukamsahau Muumba wako. Na tunaona na tumesoma ya kwamba hili neno linasimulia na linatuonyesha Bwana anasema ya kwamba hata niliwapitisha katika jangwa la Sini, jangwa ambalo walikuwa na maji wala hata chakula, na nilifanya hivyo ili ya kwamba nije niwajaribu na nijue kile ambacho kilichokuwa ndani ya roho zenu, kana kwamba mngenifuata baada ya kukosa chakula, ama ilikuwa ni vingine kwa sababu ya vile hali ambavyo ilivyo. Basi Musa ananena na watu hawa katika lile jangwa. Bwana aliwapa maji
Na katika kitabu cha Kutoka sura ya 16 utasoma mahali pale, wana hawa wa Israeli wametoka katika elimu na wakafika katika hili jangwa la Sini, mahali pale wako na njaa, watu hawa hawana chochote, hakukuwa chakula, na wote wanalalamika na wanamwendea Musa mtumishi wa Bwana na wanamuuliza, ilikuwa na maana gani na sababu gani wewe kututoa katika ile nchi ambayo ilikuwa na utele wa vyakula, tulikula nyama kwa viungu wakati ambapo tulitaka. Haya ni maneno ambayo yako katika Kutoka 16 aya ya 1 hadi ya 7, na watu hawa wanasema ya kwamba nyama zilikuwa kwa wingi na vyakula vinginevyo tulikula wakati ambapo tunahitaji. Mbona sasa wewe na Mungu mpange kuja kutuangamiza katika hili jangwa la Sini ambapo tulitoka hatukupata biki ya chakula? Na basi Bwana akamwambia Musa, hawa watu nitawapea vyakula kutoka mbinguni ambavyo hawajajijua, wala baba zao za kale hawakujua kuna vyakula namna hii, kwa maana mimi ndimi Bwana nimewapitisha katika hili jangwa ambapo hakuna vyakula, ili ya kwamba nijue na hata nijaribu roho zao, nione ni nini ambayo iko ndani ya roho zao. Mpendwa na mtu wa Mungu, labda uko katika hali Bwana akitaka kupima ni yapi yaliyo ndani ya moyo wako, lakini baada ya kutoka katika dhiki zako, katika uchungu ulionayo, na kusihi siku ya leo mbele za Bwana usije ukamsahau Muumba wako, kwa maana yeye ni Mungu ambaye alikuokoa. Musa anakumbusha nyumba ya Yakobo ya kwamba Bwana aliwakomboa, na hata anawakumbusha safari yao kutoka nchi ya utumwa. Na haya katika maneno aliyo katika kitabu cha Kutoka 16 utasoma ya kwamba jioni Bwana aliwapea nyama, na hata alfajiri na machweo Bwana akawapea mikate ya mbinguni. Nyumba ya Yakobo ikatulia, kwa maana Bwana alijaribu na akaona watu hawa hawakuwa tayari kutembea na yeye, hawakuwa tayari kuenenda na Bwana wakati wa dhiki. Na tunaona katika hicho kitabu cha Kutoka sura ya 17 wametoka katika jangwa la Sini na wameteremka kufika Refidimu, mahali pale napo hakuna maji ya kunywa, wakanungunika na Musa mtumishi wa Bwana. Neno la Bwana lasema ya kwamba akasononeka na hata akasikia uchungu ndani ya roho yake, na yeye kwa hii safari alisogelea Bwana katika kiti chake cha enzi, akainua mikono yake na akamwomba Bwana ili ya kwamba Bwana awanyweshe watu hawa maji. Na aliposimama mbele za Bwana, Musa anamwambia Bwana, hata nyumba ya Yakobo karibu sasa inipiga na mawe. Bwana, kwa huruma zako kumbuka Ibrahimu, kumbuka Isaka na hata Yakobo, baba za watu hawa, wanyweshe maji, waone ya kwamba wewe ni mwaminifu. Basi Bwana katika aya ya 5 anamwambia Musa pamoja na Haruni, sogeleeni watu hawa wa nyumba ya Israeli, mwachague viongozi wao na hata wazee wao, na ili kesho wote mtangulie mbele za uwepo wangu. Na Mungu anamwambia Musa, na usiache fimbo lako ambayo iligawanyisha bahari ya Shamu, kuja na usimame mbele zangu, ili ya kwamba na mimi niweze kufika mbele zako, mbele nyumba hii ya Yakobo, ili niwaonyeshe utukufu wangu na vile ambavyo niko mwaminifu. Na hapo utakapofika katika ule mwamba, nyosha mkono wako na hata uguze ule mwamba, nami nitapea nyumba ya Yakobo maji ya kunywa. Ndiposa Musa anawakumbusha watu hawa safari yao ya kutoka nchi ya utumwa, katika utoto wako na hata maisha ya ujana hadi siku hii ya leo umekabiliana na kukumbana na hali nyingi ambazo ni ngumu na ni tofauti, lakini Bwana ahimidiwe ambaye amekuwa msaidizi wako. Kama siyo yeye haungefika hapa. Basi siku ya leo Bwana ananena na moyo wako ya kwamba utakapostawi, wakati utakapokuwa umepanuka, wakati ambapo utakuwa umeshinda, usije ukamsahau Bwana. Utakapokula na ushibe, umshukuru Mungu wako, kwa maana ndiye amesababisha. Neno linatuambia ya kwamba Musa anawaambia, hadi wakati mlipokuwa mnatoka katika ile nchi ya utumwani, ilikuwa ni safari ngumu, mahali ambapo mlikumbana na nyoka ambazo
ambazo ni za moto, mlikumbana na nge na maadui na mataifa wenye nguvu, lakini Bwana aliwashindania. Mpendwa, labda umesahau mahali ambapo Bwana amekutoa. Siku ya leo Roho wa Mungu anakukumbusha alikushindania katika safari yote hadi siku ya leo, na hata vita ambayo uko ndani yake siku ya leo haiwezi kumshinda na hawezi kulemewa na wala hawezi kushindwa na kukuokoa. Yeye ni mwenye nguvu. Isaia 59 aya ya kwanza nasema ya kwamba mkono wa Bwana sio mfupi, ya kwamba hawezi kuokoa watu wake, wala masikio yake hayajazibana, ya kwamba hawezi sikia sawa na dua za watu wake. Huyo ndiye Mungu ambaye anakuhimiza siku ya leo, usije kumwacha, usije kumsahau. Tunaona maneno ya Bwana katika Yoshua 23 aya ya kwanza hadi ya 7. Yoshua amezeeka na neno linatuonyesha ya kwamba miaka yake ilikuwa imesonga sana na yeye alikuwa ni mzee sana, lakini akiwa pale Shekemu ameteremka katika hema za wana wa Israeli na wanapewa haya maneno mbele za Mungu Baba, kwa maana yeye alijua siku zake zinaendelea kufika mwisho, na anawaambia ya kwamba mimi nimezunguka na nimeenda nchi yote sasa, na siku zangu zinaelekea kufika mwisho, lakini ninawasihi msije kumsahau Mungu wenu ambaye amewaridhisha nchi ya Kanani, nchi ambayo hamkufaa kuipokea iwe yenu, nchi ambayo hamkustahili kuingia mukae na iwe urithi na sehemu yenu. Na anawaambia ya kwamba mnakumbuka vile ambavyo nimetembea na vile ambavyo nimemtumikia Bwana kwa moyo wangu wote. Na Yoshua anawaambia ya kwamba msije hata mkaapa na miungu za watu wa Kanani, kwa maana Mungu wenu ni Mungu mwenye wivu. Mtumikieni Bwana kwa roho zenu zote, na yeye atakuwa mwema, atakuwa mkarimu kwenu. Na anawahimiza ya kwamba umuhimu wa kutokumwacha Bwana baada ya kushindaniwa na yeye. Ndiposa Yoshua 24 aya 14 na 15 ninapomalizia, yeye anawaendea watu hawa akiwa amesalia siku chache age, na anawaambia ya kwamba siku ya leo kama itaonekana ni vyema kwenu kutumikia miungu ya ng'ambo ya mto ambayo baba yenu waliotumikia ng'ambo ya mto Yordani, basi tumikieni hiyo miungu, lakini mimi mwenyewe na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Mpendwa, baada ya kustawi, mpendwa, baada ya kupanuliwa, baada ya kuongezeka, baada ya kuzidishwa, usije ukamwacha Muumba wako. Na tunaona Musa mtumishi wa Bwana akinena hayo maneno na watu hawa na kuwakumbusha vile ambavyo Bwana amewashindania na hata alivyowaongoza ili ya kwamba wafike katika hiyo nchi ambayo Bwana alikuwa amewaapia baba zao za kale. Siku ya leo Roho wa Bwana anakukumbusha ya kwamba safari yako imekuwa ngumu, imekuwa na vita na hali mingi, lakini baada ya kustawi, usije ukamwacha Bwana, usije ukamsahau huyo Muumba wako. Tuko na njia siku ya leo kupitia Kristo Yesu, mwana wa Mungu aliyeteswa na aliyekufa na hata akafufuka, ili ya kwamba uhasama uliokuwako baina yako na Muumba wako akaufanya imara na hata dhabiti sasa ushirika wako na Muumba wako. Na malizia na maneno ambayo Paulo aliyanena na kanisa hili la Wakorintho katika Wakorintho wa pili sura yake ni ya 5 aya ya 17 na hadi 20. Mtume Paulo anasema ya kwamba basi ya kale yote yamepita, sasa mambo yote yamekwisha kufanyika kuwa mapya. Kwa maana Mungu Baba ikana kwamba ametafuta njia ya kurejesha ushirika wake na mwanadamu, na hii njia ni Kristo Yesu ambaye amefanyika mpatanishi mkuu. Na Paulo anasema ya kwamba sasa watu wote wamekwisha kupatanishwa na Mungu Baba kupitia huyu Kristo, Bwana wa rehema zote. Na anasema ya kwamba basi sisi ni mabalozi wema wa Kristo Yesu katika ufalme wa Mungu Baba. Wakati unapostawi, unapopanuka, unapozongeshwa na Muumba wako, wakati nyumba yako inapanuka, wakati watoto wako wanafaulu, usije ukamsahau Bwana Mungu wako. Na hata neno limetuambia ya kwamba hata utakapotajirika usije kujiinua, na roho yako isijae kiburi, iseme ya kwamba ni nguvu zako ambazo zimekupa kibali na hata nguvu za kutafuta utajiri,
bali baraka zimetoka kwa Mungu. Mpendwa, wewe ambaye unaumia, wewe ambaye uko na uchungu, Bwana alitaka hiyo hali ipitie maisha yako na ingie ndani ya roho yako, ili ya kwamba Bwana aone ni yapi yaliyo ndani ya moyo wako, ili Bwana aone kana kwamba unaweza kumwandama wakati wa uchungu, wakati wa magonjwa, wakati wa ukosefu. Bwana alitaka kupima moyo wako. Bwana alitaka kujaribu roho yako, na ili kisha baada ya mambo yote akustawishe, akupanue, akuongeze. Lakini utakapofanyika hivyo kwako, usije ukamwacha huyo Mungu mwenye kukubariki. Baba mtakatifu,